Runinga KU. Na kwingineko, naibu rais Kithure Kindiki akiwa na timu ya viongozi wa serikali wamemkemea vikali aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuhusu kauli zake za hivi karibuni. Viongozi hao wamewataka Wakenya wakatae siasa za ukabila na kampeni za mapema, wakionya kuwa mambo hayo yanaweza kuhatarisha usalama, amani na maendeleo ya Kenya. Naibu wa rais Kithure Kindiki amesuta vikali upinzani kwa kupendekeza siasa za kugawanya Wakenya kwa misingi ya kikabila. Kindiki alisisitiza kuwa wananchi hawapaswi kugombana kwa misingi ya siasa au ukabila. Aliwakumbusha Wakenya kuhusu kuzuia ghasia za baada ya uchaguzi na kuwahamasisha kuhusu umuhimu wa umoja kwa ajili ya maendeleo. Nchi ya Kenya ilipata matatizo makubwa siku ile kulikuwa na machafuko ya kisiasa, na tumesema never again. Hatutakubali nchi yetu tena ndugu ainue silaha kupiga ndugu mwingine Mkenya mwenzake. Mbunge wa Mugirango Kusini Silvanus Osoro alilaani kauli za Gachagua kuhusu ghasia baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2027, akiwatoa wasiwasi wa Kenya kuhusu uchaguzi wa mwaka wa 2027 kuwa utakuwa wa amani. Osoro aliyakanusha madai ya Gachagua kuwa wapiga kura wake hawaungi mkono serikali, akisema wanaiunga mkono kikamilifu. Wacha hiyo propaganda ambayo ilikuwa inaenea hapa Gusii mzima. Sisi tunataka kufanya kazi na serikali. Kama kuna area watu wakukaribishi na wakaribishi rais, South Mugirango sisi tunamtaka. Katika kauli nzito, Doris Donje alimshutumu Gachagua kwa kauli kali kuwa utabiri wa ghasia kwenye uchaguzi ujao ni mtazamo hasi ambao unaweza tu kutazamiwa kutoka kwa mtu asiye na akili timamu au aliye kwenye mwongozo wa mihadarati. Gachagua alikunywa bangi akasema 2027 election kutakuwa na vita. Hiyo bangi avute kutoka chini. Naye mwandani wa rais Faruk Kibet aliwashutumu viongozi wa upinzani kwa kile alichokiita kusambaza tabia mbaya hadi Tanzania na kumkebehi Gachagua kwa kumuita naibu wa rais wa nusu muhula. Ule aliyekuwa deputy president siku moja amewahi kufika hapa kwa Osoro. Wanasema na mnaona wamepeleka tabia mbaya Tanzania. Sisi tunataka kuheshimu majirani nchi zetu za nje. Nyinyi wa Kenya hapa kutoka South Mugirango, hao watu ambao wako na bad manners wafungwe wasifungwe. Wamehamia Tanzania kwa sababu wameokopa kushindana na Mheshimiwa William Ruto. Mnaona wameenda huko kushindana na Suluhu. Elimelek Modori, Nairobi. Ni mihemko ya kisiasa hiyo ambayo